بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال أيضا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال أيضا ولكم الويل مما تصفون. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وبعد. سادة العلماء، سادة الأساتذة، nam wapenzi watukufu, mashekhe, maustadhi na watazamaji wote wa vipindi vyetu popote pale duniani mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ima katika siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na dhikri ya baadhi ya ahla tariqa, na dhikri hii imeenea sana, na darasa yetu ya leo hatutaelemea upande fulani, isipokuwa yule ambaye ataona katika kile ambacho tumekizungumza ana uwezo na anataka kuhawir, basi ni ruhusa aje kielimu na kinidhamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi watukufu wa Islamu, dhikri yenyewe ni ile kusema je, kiilmu na kiuhalisia hii ni dhikri? Tutaangalia dalili za wale ambao wanasema ni dhikri, kisha baadaye tutakuwa tukizipasua na kuzivunja kielimu na kiadilifu. Katika aya ambayo wanaitumia hao wenye kusema ni dhikri, na ushahidi wao ndani ya Qur'ani ambao wanautumia ni kipande cha aya ya 114 ndani ya Suratut Tauba, ambacho kinasema Allah subhanahu wa ta'ala yuasema kwamba inna Ibrahima la awwahun halim, inna Ibrahima la awwahun halim. Hakika Ibrahim alikuwa ni awwahun, tena alikuwa ni halimun, alikuwa ni mpole. Sasa madaru ya hii sigha ya awwahun ambayo ni ismu mubalagha, kwamba awwaha yuawwihu awwih ta'awihan fa huwa muawwihun wa dhaka muawwahun. Sasa hii ikaja kwa sigha ya mubalagha awwahun, yani fa'alun, na madaru ya maana hii ya neno awwahun ukipitia tafsiri nyingi, wakina al-Imamu Jariri Tabari yeye yasema kwamba kwa upande wake maana ambayo ina nguvu zaidi ni ad-du'a, akatoa sababu zake za kielimu kwa upande wake. Sasa sisi kwa kuokoa muda tutapitia kwenye tafsiri ad-Durrul Manthuri fi tafsiri bil Ma'thuri li Jalaluddin as-Sayuti. Katika tafsiri yake yuasema kwamba alipoweka aya hii akasema akhraja ibn Jariri, ameipokea ibn Jariri wa ibn Abi Hatim na ibn Abi Hatim wa ibn Marduya na ibn Marduya an Abi Dharr qala, kutoka Abi Dharr al-Ghafari wasema kwamba kana rajulun yatufu bil baiti, mtu mmoja alikuwa akizunguka al-Kaaba tukufu, wa yaqulu fi du'ai, na akisema ndani ya dua yake Allah. Yani Abu Dharr al-Ghafari wasema kwamba bwana mmoja alikuwa akitufu kwenye al-Kaaba, akizunguka al-Kaaba, lakini ndani ya dua yake kusema Allah yuasema hivyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume akasema innahu la awwahun, hakika mtu huyo ni awwahun. Yani kwa kile kilichoweka Allah ndani ya dua yake, mtume akasema huyo ni awwahu. Tuko vizuri sana Ima riwaya ya pili
Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhd, ametoa Abdullah bin Ahmad katika kitabu Zawaid az-Zuhd, wa ibn Jarir wa ibn al-Munzir wa ibn Abi Hatim wa Abu Shaykh wal Baihaqi fi Shu'ab al-Iman, na al-Imam al-Baihaqi ameileta riwaya hii katika Shu'ab al-Iman an Ka'b fi qawlihi, kutoa Ka'bi ndani ya kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, inna Ibrahima la awahun halim. Kauli hii qala, riwaya hii imesema kana Ibrahimu alayhi salam, alikuwa Ibrahimu alayhi salam, idha dhakara an-nara qala, pindi anapokumbuka moto, anapokumbuka kuhusiana na moto husema awah minan nar, awah minan nar, awah. Alikuwa Nabii Ibrahim akisema kauli hii, lakini pia kauli nyingine ikasema pindi alipokuwa akikumbuka moto anasema ni katika mapokezi ya riwaya nyingine. Wa akhraja ibn Marduya, na ameleta hadithi ya Abu Marduya an Jabir, kutoka kwa Jabir, anna rajulan kana yarfa'u sautahu bidhikri, kwamba mtu mmoja alikuwa akinyanyua sauti yake kwa kuleta dhikri. Faqala rajulu, akasema mtu mmoja, lau anna hadha khafadha sautah, lau kwamba mtu huyu angeshusha sauti yake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akasema kumwambia, dahu, muache bwana huyo, fa innahu awahun, mtu huyo muache, yeye ni awahun. Kwa hiyo tunapata katika riwaya hii ya kwamba awahun ni mtu ambaye yarfa'u sautahu bidhikri, ananyanyua sauti yake kwa kuleta dhikri, mathalani Allah Allah, yani ananyanyua sauti akileta dhikri, ndio mtume akamuita awahun. Tuko vizuri sana Lakini riwaya nyingine, wa akhraja at-Tabarani, ametoa al-Imam at-Tabarani wa ibn Marduya na ibn Marduya an Uqbah ibn Amir, kutoka kwa Uqbah ibn Amir, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama qala li rajulin yaqulu lahu dhul bijadaini, alisema kumwambia bwana mmoja, alisema kwa bwana mmoja ambaye alikuwa akiitwa dhul bijadaini annahu awahun, hu dhul bijadaini mtume alimuita awahun. Kwa nini? Wadhalika, na hilo, annahu, kwamba huyu bwana kana yukthiru dhikra Allah, alikuwa akifanya kwa wingi, akikithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu bil Qur'ani wa dua, kwa kusoma Qur'ani tukufu na kwa kuleta dua mbali. Tuko vizuri sana Naam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Jabir radhi za Allah zimfikie, ra'aina binara bil Baqi, iwasema kwamba tuliona moto katika makaburi ya Baqi. Faatina faidha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, tukasogea pale kwenye moto. Ghafla tunamkuta mtume sallallahu alayhi wasallam fi qabri yaqulu, ndani ya kabri anasema, nawiluni, nisogeleni, fanawalu, basi tukamsogelea upande wa mguu wake ambao ulikuwa ndani zaidi ya kaburi. Anasema fanadhartu, nikatizama, faidha huwa alladhi, basi ghafla namuona yule ambaye kana yarfa'u sautahu bidhikri, alikuwa akinyanyua sauti yake kwa kuleta dhikri. Hadithi hii amepokea Abu Daud kama ilivyo katika Jam'il Fawaid. Wapenzi watukufu wa Islam, huyu Dhulbijadaini, historia yake kwa ufupi ni kwamba huyu bwana alikuwa aliposilimu watu wakawa wamemtenga, wanataka wamdhuru, basi mama yake akampa nguo ambayo ni nzito kubwa, pana ya kumkinaisha kabisa, ni pana. Basi akakata vipande viwili, kimoja akavaa juu, kimoja akavaa chini, akaenda kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi
wasallama. Alipofika ndio mtume akamwambia Dhul Bijadaini, ndio akaitwa Dhul Bijadaini. Sasa bwana huyu akawa akisoma Qur'ani, anasoma kwa sauti kali, akisoma dua anasoma aliyakuwa anaileta wajhu, anahuzunika, yani kila kitu anafanya kwa sauti akihuzunika, kwamba yani napata ile tawajjuh, maumivu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio mtume akamuita awahun, na ndio bwana huyu akaja akazikwa usiku kama hivi. Ndio mtume anamzika mtu wake ambaye alimuita mwenyewe awahun. Hivyo basi, kwa wale ambao wanadai kwamba aya hii ndiyo ina ushahidi wa dhikri ya mpaka hapa tumeona hii ambao ni taawuh, ama kwa sababu au tawajjuh, haina maana ya dhikri. Na kama ipo maana ya dhikri kwamba ni dhikri, basi walete ithbati za kielimu na za nguvu, kama ambavyo sisi tumeonyesha kwamba Allahu ni mtu ambaye yukthiru dua, anakithirisha dua, lakini yarfa'u sautahu bidhikri, ananyanyua sauti yake kwa dhikri, ndio awahun. Sawa kwa sababu awahun pia maana nyingine ni mtu ambaye yukthiru qawla lakini kwa sababu atawajjuh ya kuhuzunika na huzuni, kama tumeona baadhi ya riwaya Nabii Ibrahim alikuwa akikumbuka moto iwasema ama awwa kama ambavyo tumeona. Hivyo kupitia aya hii haina ushahidi ya kwamba sijui ni dhikri. Hapana. Ima katika dalili ambazo wanazitumia hao wenye kusema ni dhikri ama ni ismullah, ni hadithi. Sasa unaposoma katika kitabu wanakiita ama kinaitwa Al-Aqidatu Sahihatu liman yaqbalu an-nasiha cha Ahmad Muhammad Awadh Ash-Shadhili. Katika kitabu hichi kuna mlango anaoita Adillatul Lahji fi dhikri, dalili ya al-lahji katika dhikri, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasema kwamba al-lahju, tukisema al-lahju huwa dhikrullahi ta'ala biistimali harfaini, ni kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutumia herufi mbili, alifin wa hain, alif na he, yani ndio al-lahju, kwamba unamtaja Mwenyezi Mungu kutumia alif na he, yani alifun wa ha. Wa huwa jaizun fi haqqi dhakirina bil adilla, na jambo hilo ni lenye kufaa katika haki ya wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili. Zipi hizo? Ndio akaleta riwaya kwamba ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhi za Allah zimfikia, amesema dakhala alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa indana maridhu ya innu, aliingia mtume rehma na amani zimshikie juu yake, na mbele yetu yupo mgonjwa anaugulia. Faqala lahu, faqulna lahu, tukasema kumwambia mgonjwa yule, uskut faqad jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nyamaza, hakika amekuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabiy, mtume akasema, da'uhu ya innu, muacheni yaugulie, fa innal anina, kwa sababu kuugulia ismun min asma'illahi ta'ala, ni jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yastarihu ilayhi al-alilu, anataka kujistarehesha kwa jina hilo mgonjwa. Mwenye kitabu akasema akhrajahu Dilami fi Musnad al-Firdaus min tariq at-Tabarani. Qala al-Azizi sharihu al-Jami' as-Saghir inda iradi Sayuti هذا الحديث قال الشيخ حديث حسن لغيره ورواه الرافعي في تاريخ Kuzaini, kwamba mama Aisha siku moja walikuwa kwenye kwa mgonjwa, basi mtume yule mgonjwa anaugulia mtume alipoingia akamwambia nyamaza, amekuja mtume, basi mtume akamwambia muacheni, huyu anataja jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. Ni katika riwaya ambayo wanaitumia.
wa mimma taakada thubutu, na katika mambo ambayo yanawekea mkazo katika kuthibiti jina hili wa mimma taakada thubutu, na katika mambo ambayo yanatilia mkazo kuthibiti jina dhalika al-ismu al-azim, hilo jina tukufu, alladhi ittakhadhahu sadatu shadhiliya, ambalo wamelifanya mabwana wa kishadhilia, min dhimni adhkarihim, ni katika dhikri, ni katika ile ya ndani yao katika nyiradi, wa huwa ismullahi ta'ala, nalo ni jina la Mwenyezi Mungu mtukufu jalla jalaluhu. Fa fi sahihi Muslimin, kutoka katika sahihi Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah za Allah zimfikie, annahu raa maridhu, kwamba yeye alimuona mgonjwa, kana ya innu, alikuwa anaugulia, fi hadharati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ashabihi, na maswahaba zake, fanahahu ba'dhuhum anil anini, na baadhi yao sasa wakamkataza kule kuugulia, wa amarahu bisabri, wakamwamrisha akamwamrisha kusubiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, da'uhu ya innu, muacheni augulie, fa innahu, hakika yeye, yadhkuru isman, anataja jina, min asma'ihi ta'ala, miongoni mwa jina yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwamba riwaya hii amepokea al-Imamu Muslim, ndio inasema hivi, Abu Huraira kwamba walikuwa mbele ya mgonjwa anaugulia, basi akamwambia nyamaza, nyamaza, wakamwamrisha kusubiri, basi mtume akamwambia mwacheni, maana huyu anataja jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. Ni riwaya imepokea al-Imamu Muslim, na vitabu vingine vikasema pia imepokea al-Imamu al-Bukhari. Tutakuja kuziona huko mbele biidhnillah. Tuko vizuri sana Wanakala al-Allamatu al-Hanafi, na amenakili al-Imam al-Allama al-Hanafi fi hashiyatihi, katika hashia yake, ala al-Jami' as-Saghir, ya al-Jami' as-Saghir li Jalal as-Suyuti, ya al-Imam as-Suyuti, inda al-kalami ala al-ismi al-a'zam, katika kuzungumza kuhusiana na jina tukufu. Qala, amesema, inna isma Allah ta'ala hakika jina la Allah subhanahu wa ta'ala la huwa al-ismu al-a'zamu, ndio jina tukufu zaidi, alladhi idha du'iya bihi, ambalo akiombwa kwa jina hilo, ajaba, yuwajibu, wa idha su'ila bihi, na akiombwa kwa jina hilo, akitakwa kwa jina hilo, basi hutoa alichoombwa. Kwa uzuri sana kwamba al-Imamu al-Allamatu al-Hanafi katika hashia yake ya al-Jami' as-Saghir anasema kwamba kwamba ismullahi ismullahi al-azam ya ni jina ambalo akiombwa kwa jina hilo hujibu, na akitakwa kwa jina hilo pia hutoa alichotakwa. Tuko vizuri sana Waqala al-Imam al-Fakhr al-Razi, na amesema al-Imam al-Fakhr al-Razi fi tafsirihi fi sharh al-Basmala, katika tafsiri yake katika sharh ya bismillah, ikhtalafa al-ulama fi al-ismi al-a'zami, wametofautiana wanawachuoni kuhusiana na ni lipi jina tukufu hupewa nguvu zaidi kwangu mimi, kwamba jina la huwa ismullahil a'zam, huwa ismullahil a'zam, kwamba ndio jina la Mwenyezi Mungu tukufu zaidi, lishtimalihi ala sirri al-ishara, kwa kule kuenea kwake katika siri za kiishara, wa takwinul kainat, na kutengeneza yenye kuwa, wa dhuhuri tajalliyat, na kudhihiri zile tajalliyat, mambo matukufu tukufu. Tuko vizuri sana Kulingamana na muda wetu, hizi ni katika dalili ambazo wanazitumia hawa Sadatu Shadhilia na baadhi ya Sadatul Tariqati al-Qadiriyya, kwamba ni katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa udhaifu wa hujaji hizi za kihadithi na maneno haya ya ulama
ambayo wanayatumia kutolea ithbati, tuyaona udhaifu wake na uongo wa baadhi ya mambo ambayo yamesingiziwa al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, na baadhi ya mambo ambayo hayapo, yametungwa tu ili kujuzisha jina hili katika kipindi ambacho kinafuata. Wa ila huna fama asabtu min Allahi ta'ala wama akhta'tu famin nafsi wa min taqsiri wama u'titu min al-ilmi illa qalila. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.